Prof, muda huu tungependa tuzamia swala nzima la Sabasaba, na hata nadhani kwamba wakati ukija wewe umetumia expressway, kuna ndugu zetu ambao wametumia barabara ya kawaida kuingia mjini. Ukiangalia kuna sarakasi inaendelea pale, polisi na Wakenya. Polisi wanasema kwamba kuna kuingia mjini, Wakenya wanasema mimi naingia mjini kufanya kazi, mimi sina haja ya kuandamana. Prof, umekuwa kwenye masuala haya ya uongozi na siasa kwa muda mrefu. Hii Sabasaba kwa kifupi kwako ni nini? Nilikuweko na ikumbuka vizuri mno. Wakati ule nilikuwa mmojawapo wa wale ambao walichaguliwa katika chama cha wanasheria na tulishiriki vilivyo. Kilichoko ni ya kwamba wakati ule kulikuwa na mchakato mzima wa kupigana na serikali ya Rais Moi na siasa za chama kimoja, na chama hicho kilikuwa ni chama cha KANU na cha baba na mama. Cha baba na mama, tulikuwa tunasema chama cha baba na mama. Na kilichoko ni ya kwamba ilikuwa ni chama ambacho kilishiriki katika kuikomboa Kenya, ni kweli hivyo, lakini ilibadilika. Tukawa wanasiasa ambao wanaendesha mambo kwa njia ya kimabavu, na baada ya kusambaratika kwa nchi ya Soviet Union wakati ule, ikawa na vuguvugu la kuwa na vyama vingi. Sasa Wakenya wengi tu walikerwa na jinsi mambo yalikuwa yakiendeshwa. Sasa wenzetu, nakumbuka vizuri sana, akina Ken Matiba, akina Charles Rubia, akina Martin Shikuku, wao ndio walikuwa ni kitofu, na pia chama cha wanasheria. Na hivi vitu tumeviandikia na vimeandikiwa. Watu wakaamua ya kwamba tutakutana pale uwanja wa Kamukunji tarehe 7 mwezi wa 7 kuhakikisha kwamba Rais Moi amebadilisha mienendo yake ya kufanya watu wasishiriki katika siasa za vyama vingi. Watu wakaingia pale Kamukunji, na yale yote ambayo yalifanyika tunayafahamu. Baadaye Moi alisalimu amri, akakubali ya kwamba tuwe na vyama vingi. Hiyo ndio mwanzo wa chama ambacho vuguvugu ambayo tulikiita FORD au Forum for Restoration of Democracy. Yali tulikuwa tunaregesha demokrasia, na demokrasia kwa mtazamo ya wengi wakati ule ilikuwa ni kuwa na vyama vingi. Basi nafasi ikapanuliwa, na Wakenya walitarajia kwamba mienendo ya siasa itabadilika, ya kwamba tutakuwa na siasa za maadili, tutakuwa na siasa za hoja, tutakuwa na siasa ambazo zinaendeshwa kwa misingi ya sera, tutakuwa na siasa ambao watu wanawajibika, na tutakuwa na siasa ambayo inaendeshwa kwa njia ya uwazi, na kuhakikisha kwamba hatima ya Wakenya itashughulikiwa ili serikali iwe ni serikali inayokidhi mahitaji ya Wakenya. Hiyo ndio ilikuwa ni jambo la msingi. Wajua, nimependa sana maelezo yako kuhusu Sabasaba, kwa sababu siku hizi si ajabu sana kukutana na vijana mijini, wameandamana, wamebeba vya kubeba, lakini unapomuuliza kwamba hii Sabasaba ambayo inahusu nini, hawajui inatoka wapi na kwenda wapi. Lakini kuna kitu ambacho nimekuwa makini sana wakati unazungumza, Prof. Umetaja kwamba walitarajia, umetumia neno hilo sana, kwamba kulitarajiwa. Hivi miaka 36 baadaye, unaweza ukasema kwamba Sabasaba ilikuwa worth it? Unaweza ukaangalia ukasema kwamba kwa kweli miaka hii 36 tumeweza kupiga hatua kiwango gani tunapozungumzia demokrasia, mageuzi na masuala mazima yanayohusu uongozi nchini? Ni kweli ya kwamba kuna hatua ambazo tumezipiga. Tusijidunishe sana kama Wakenya. Kuna vitu ambavyo vinafanyika hapa Kenya ambavyo havikubaliki katika nchi nyingi. Kwa hivyo kuna hatua ambazo tumezipiga. Kumbuka ya kwamba baada ya Sabasaba tulikuwa na mchakato mzima wa kubadilisha katiba. Nilishiriki pale katika mambo haya, kusanya maoni ya Wakenya. Tukawa na katiba, tukawa na vitu vingi ambavyo tulikuwa navyo, vitu ambavyo, kwa mfano,
kosa la uhaini, watu walikuwa wanashikwa na kupelekwa mahakamani kwa wengine walikuwa wanafungwa hata bila kushtakiwa, fungwa na vitu kama hivyo. Kuna sheria ambazo zilibatilishwa kutokana na mchakato huo, na baadaye tukawa na tutakumbuka mwaka 2007 2008, tutakumbuka mchakato mzima wa kura ya maoni kabla ya hapo 2005, na baadaye mwaka 2010 tukawa na katiba ambayo tunayo hivi sasa. Na hivi sasa tuna vyama vingi ambavyo vimesajiliwa, lakini kilichoko ni ya kwamba kile ambacho tulikuwa tunakitaka kubadilisha mienendo ya siasa za Kenya, tuipige vita ukabila, tuipige vita udini, tupige vita hongo, tupige vita siasa za kikabila, tuwe na upinzani unaowajibika. Kilichoko sasa katika taifa letu, hatuna upinzani. Kile ambacho tunacho ni ubabaishaji. Kuna watu ambao wanajiita wapinzani, si wapinzani, ni wababaishaji, na ni wale. Na nimezungumzia mambo haya na narudia. Nilisema awali ya kwamba nyani ni wale. Msitu ndio unabadilika. Msitu ndio unabadilika, na msitu ni hivi vitu ambavyo tunaviita vyama. Utapata ya kwamba kuna mtu ambaye amekuwa katika vitu hivi vinavyoitwa vyama kama 6 kwa muhula wa miaka 20. Sasa unajiuliza, mtu huyu yeye falsafa yake ya kisiasa ni nini? Kile ambacho anataka ni uongozi na nyadhifa. Ndio unaona ya kwamba vitu hivi kwa kiasi fulani tulipata mabadiliko katika sehemu fulani, lakini katika hulka zetu za kisiasa, siasa zetu zimekuwa duni sasa. Zimekuwa duni sana. Sasa ukabila umekita mizizi. Watu wanazungumza mambo ya kabila bila haya. Prof, kama mtu ambaye kwamba ulikuwa katika sehemu na ulihudhuria na ulikuwepo, historia ukiandikwa kwamba tumetoka kwa chama kimoja tumeingia katika vyama vingi vya kisiasa. Hivi wale waliopigania uhuru wa kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa leo hii wangekuwa hai na waangalie yanayofanyika kwa uwepo kwa vyama vingi vya kisiasa, wangekuwa wamefurahikia kwamba labda kusudi lao limetimia? Kuna wengi ambao walichangia katika mchakato huo, na historia ikiandikwa. Mimi mwenyewe nimeandika, nilikuwa mhariri wa jarida la Advocate, na nimeandikia mwaka 1992. Kuna watu katika sehemu mbalimbali, wale ambao wanatambulika kwa kuwa walikuwa katika mstari wa mbele, wako wengine wao bado wako, na wengine wao ndio wamebadilika. Nikiwatazama yale ambao walikuwa wakiyatamka wakati ule na yale ambao wanatamka wakati huu, ninawashangaa. Na hili ndilo jambo ambalo wakati mwingine inastahili, ukishachangia jambo fulani, ukatoa mchango wako kwa njia inayofaa, inastahili ung'atuke. Kuna watu ambao walifanya mchango mzuri tu, lakini sasa wamebadilika. Wamekuwa sasa wanashabikia fedha, wanashabikia nyadhifa, na inashangaza sana. Yale ya even the best dancer should know. Lazima ujue ni wakati ukishacheza vizuri tu, wewe ondoka jukwani, ili watu wakumbuke ya kwamba ulitoa mchango. Kilichoko kwa hivi sasa ni ya kwamba hata wale ambao walikuwa wanajitapa ya kwamba wao ni wa Kenya, wamekuwa ni wakabila, na kile ambacho wanazungumzia ni ukabila. Ukiwasikiza katika matanga sasa, nafasi ambayo imesalia kwa Wakenya wengi, wazungumzi jukwani, wanazungumzia matangani, wanazungumzia katika sehemu mikutano haya hadhara, na hakuna hoja wanazozizua. Hawazungumzii elimu, hawazungumzii afya, ama hawazungumzii kilimo, hawazungumzii teknolojia, hawazungumzii ajira, na wakiazungumzia ni kwa kupita tu, ili mradi wa Kenya sasa ni wachache, makabila ndio imebaki. Ndio naona wenzetu Wajaluo wanasema lazima tuwe katika nyadhifa fulani, Wakikuyu vile, Waluhya viongozi wao, si watu, si wananchi wa kawaida, si wananchi. Sasa vitu vyote vimerejeshwa katika himaya ya ukabila, na ukabila imekithiri na imetamalaki.
Labda ndio maana Prof, kuna wale ambao sasa wanapigia debe kwamba pawepo sura mpya kabisa. Nakumbuka tumekuwa na baadhi ya wageni hapa katika kipindi hiki ambao wanasema kwamba chochote ambacho kinahusu, nitataja baadhi, kinachohusu Kalonzo Musyoka kwa mfano, kinachohusu Martha Karua kwa mfano, kinachohusu William Ruto rais daktari, kinachohusu hawa viongozi wote ambao wamekuwa pale miaka nenda miaka rudi, kwamba labda ni wakati katika mojawapo wa kufanya mageuzi iwe kwamba kuna completely new faces, kwamba wote ambao wamekuepo wakati wa Rais Moi, wakati wa Rais Kibaki na kadhalika. Do you think hilo litakuwa ni suluhisho kuweza kutibu ugonjwa huu ambao, na nimependa vile umesema kwamba tatizo sio wananchi, tatizo ni viongozi ambao wanaendelea kuimba wimbo wa ukabila, ufisadi na kadhalika. Unadhani kwamba kukitokea mageuzi ya kuweza kufagia wote labda itaweza kusaidia? Tatizo pia ni wananchi, na nitaeleza. Wanao matatizo makubwa, au tatizo kubwa ni wale ambao wanajiita viongozi. Nakubaliana na tayari mimi nimetoa kauli yangu nikisema kizazi chote cha wanasiasa ambao walihudumu na mzee Kenyatta, walihudumu na mzee Moi, walihudumu na mzee Kibaki, walihudumu na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, wang'atuliwe. Hawana mchango. Ukisikiza mtu anasema mimi nataka sikuwa rais kwa kuwa nimejinyima nafasi ya urais kwa kumshabikia mtu fulani, kwa hivyo nipeni rais. Mwingine anasema mimi nitakuwa mzee kabla sijawa rais. Na Mwalimu Nyerere alisema kitu ambacho ni cha muhimu na kitu ambacho lazima tukihige hapa. Nchi yeyote ambayo katika kuleta mageuzi inazungumza watu, si hoja, itapotea. Wakenya tunazungumza watu. Na tunapozungumza watu ndio tunazungumza ukabila. Tuanze na kusema ya kwamba kuna vitu ambavyo tunataka vitendeke katika kuangalia mustakabali wa taifa. Baada ya hapo tuwe na chama ambacho imejikita, ina sera ambazo itashughulikia mambo hayo. Tukishafanya hivyo, tuseme ya kwamba kuna watu ambao walipata nafasi ya kuchangia, wamechangia, wengine wameshindwa kabisa kuichangia. Kwa hivyo wakati ni sasa kuwa na kizazi kipya cha viongozi. Na nikizungumzia kizazi kipya sizungumzii umri. Umri peke yake si suluhisho. Kile ambacho ninakizungumzia ni fikra muafaka. Unaweza kuwa na mtu ambaye ni miaka 80 lakini ana fikra safi. Unaweza kuwa na mtu ambaye ni kijana barubaru wa miaka 18 lakini ni muhuni tu. Kwa hivyo tuzungumzie watu ambao wana hadhi zao. Watu ambao wameonyesha kwa ya kwamba wanaweza kuichangia taifa. Na sisemi ya kwamba wao ni malaika, la hasha, watakuwa na dosari fulani, lakini wakiwajibishwa kisheria watachangia. Kwa hivyo nakubaliana ya kwamba kizazi chote ambacho kimehudumu, awe ni seneta au ni mbunge, wang'atuke au wang'atuliwe. Lakini kuna jambo moja ambalo lazima pia nilichangie. Mpigaji kura pia ana matatizo. Na amemezeshwa ukabila, akameza. Ameleshwa kabisa. Amemezeshwa ufisadi, akakubali. Amemezeshwa uhuni, akakubali. Ndio sasa unaona ya kwamba vijana wanahudhuria mikutano, na tunazungumzia hili swala la genge la wahuni. Gonism. Genge la wahuni. Wametapakaa katika pembe zote za taifa. Kwa hivyo mpigaji kura lazima ajiheshimu. Akipewa shilingi hizi anarubuniwa kwa pipi, anarubuniwa kwa shilingi 50, aseme ni heshimu. Usinipe shilingi 50. Nieleze ni kitu kipi ambacho utakifanya kwa kutumia fedha zetu. Umejua Wakenya wakati mwingine wanasema elimu ya bure. La hasha, hakuna kitu cha bure. Kilichoko ni ya kwamba elimu inayofadhiliwa na fedha za umma. Hiyo ndio neno mwafaka. Tukitambua hivyo, wewe kama mlipa ushuru, basi
utafanya kiongozi awajibike. Lakini ukiangalia hapa kwa mpiga kura huyu ambaye ndiye mwenye kumkweza kiongozi kufika madarakani, ukiangalia viongozi wanajaribu kumnyima, ni kama wakati umefuga umbo unamnyima chakula. Sasa atashinda kila wakati akibweka, si tena bweka labda kwa sababu ameona mwizi, anabweka kwa sababu akona njaa. Sasa kiongozi anamnyima yule mpiga kura chakula ili wakati anakuja kumrushia punje za mahindi anakuwa kama kuku ambaye anategwa ili aweze kukamatwa achinje wakati mgeni amefika. Kuna ukweli hapo, lakini ikiwa walimu 10,000 wamealikwa Ikuluni, alafu kila mmoja wao anapewa shilingi 10,000, basi wale pia wamenyimwa. Umejua kilichoko ni ya kwamba ukiwa mraibu wa vidonge vidogo vidogo hivi, hata upewe fedha nyingi, basi uraibu ule utaendelea. Kwa hivyo ni kweli ya kwamba kizazi cha wale ambao tunawaita viongozi wamewanyima wananchi njia ya kujikidhi, ili iwe rahisi kwa rubuni, kwa pipi. Lakini jukumu la wale ambao wanajiheshimu, na hili ni funzo la kihistoria, ni ya kwamba watang'amua matatizo hayo na kuwatorosha hawa watu ambao wanasumbua Kenya kwa siasa duni. Hawazidi 2,000. Jana namuona mbunge fulani anajitapa, anasema sisi tulikuwa upinzani, tulikuwa hatuna fedha. Sasa tuko katika serikali, tuna fedha, na msiulize fedha hizi tunazitoa wapi. Na wakati huo alikuwa anatoa shilingi milioni 10 ambayo sijawahi ona akitoa katika miaka yake yote amekuwa kwenye siasa. Mimi na wewe tukienda benki tukitaka kutoa shilingi milioni 1 tunaulizwa maswali mengi tu. Hawa wanaulizwa maswali haya wakitoa hizi shilingi zao milioni 10. Na mmoja pia nikamuona mbunge tu anajitapa kule nyumbani kwao, anasema mimi niliwaajiri watu katika jeshi, mimi niliwaajiri watu kama waalimu, mimi niliwaajiri watu katika huduma ya polisi. Nikajiuliza, pia wabunge sasa wanawaajiri watu, wanapeana mabarua matangani na katika mikutano ya hadhara. Hivi ndivyo vitu ambavyo wabunge wanavifanya ili wajipendekeze kwa wananchi. Natarajia siku moja wananchi wataamka na kusema kuna taasisi ambazo zimetengewa nyadhifa hizi, kwa hivyo wacheni ujinga huu. Tuko na msomi mwanasheria, mwanahistoria pia, by the way, mwanahistoria Kenya na vile vile Tanganyika. Tanganyika bila shaka. Alright. Pia leo ukipenda Prof Lumumba.